Katika kauli ya kushangaza, rais wa Marekani Donald Trump Jumaa hii amewaonya waandishi wa habari pia wako hatarini kutokana na mgogoro wa Iran na Israel, akisema hata nyie mko hatarini kwa kuzungumza nami sasa hivi. You're even in danger talking to me right now. Do you know that? You are in danger talking to me right now. So I should probably get out of here, but you guys are actually in danger. Can you believe it? One more. Alikuwa akizungumza na waandishi wa habari huko New Jersey katika harambee ya kuchangisha fedha kwenye uwanja wake wa golf. Alisisitiza umuhimu wa tahadhari akisema daima tunajali hilo na tunapaswa kuwazima kwa nguvu kubwa. Kauli hii inadhihirisha wasiwasi mkubwa wa kiusalama wakati Marekani ikifikiria nafasi yake kwenye mgogoro huu. Kwa upande mwingine, Trump alisisitiza kuwa atatoa uamuzi ndani ya kipindi cha wiki 2 kuhusu kama Marekani itajiunga na Israel katika hatua za kijeshi dhidi ya Iran, akieleza kuwa huo ndio muda wa juu kabisa na uamuzi unaweza kutolewa kabla ya hapo. Trump alisema, nawapa muda, tutaona ni muda gani huo, lakini ningesema wiki 2 ndizo za juu kabisa. Kauli hiyo imekuja kufuatia tangazo la msemaji wake wa ikulu Alhamisi hii kuhusu muda uliowekwa kwa ajili ya kufanikisha suluhu ya kidiplomasia kwenye mzozo unaozidi kuongezeka kati ya Israel na Iran. Trump alihoji uwezo wa Israel wa kuharibu vituo vya nyuklia vya Iran vilivyo chini ya ardhi, hasa kituo cha Fordo, akisema kwa kweli wana uwezo mdogo sana. Wanaweza tu kupenya sehemu ndogo, lakini hawawezi kwenda kina kirefu. Hawana uwezo huo, akionyesha kuwa huenda Marekani ikahitajika kutumia mabomu yenye uwezo wa kupenya ardhini, bunker busters. Hata hivyo, aliongeza labda haitahitajika, akiacha mlango wazi kwa uwezekano wa kuepuka hatua ya kijeshi. Trump alikanusha vikali uwezekano wa kupeleka wanajeshi wa ardhini wa Marekani, akisema jambo la mwisho unalotaka kufanya ni kutuma vikosi vya ardhini, alipoulizwa kuhusu uwezekano wa hatua hiyo. Licha ya kusisitiza umuhimu wa diplomasia, Trump alijieleza kama mpatanishi wa amani daima, lakini akaongeza kuwa wakati mwingine unahitaji ukali ili kuleta amani. Alikiri kuwa ni vigumu kuwataka wa Israel kusitisha mashambulizi yao ya anga dhidi ya Iran kwa sasa kutokana na mafanikio yao ya kijeshi. Ni vigumu sana kutoa ombi hilo kwa sasa iwapo upande mmoja unashinda, alisema, na kuongeza, Israel inafanya vizuri kwenye vita. Nafikiri unaweza kusema kuwa Iran haifanyi vizuri. Trump pia aliubeza mpango wa kidiplomasia wa Ulaya kwa kusema hawakusaidia. Iran haitaki kuzungumza na Ulaya, wanataka kuzungumza na sisi. Wateja wako watarajiwa wanaangalia video hii. Kama biashara yako ingeonekana pamoja na unachokiangalia sasa, wengi wangegeuka kuwa wateja wako wapya. Tuandikie sasa info@snstz.com au WhatsApp pekee 0659 250 389. Tuifikishe biashara yako kwa wana SNS.